umeme she. Wewe kwani swali langu hujalielewa? Tunafanya swali hujalielewa. Wewe hujalielewa swali wewe. Sio kila swali la kujibu. Sio la kujibu, wewe mtu mzima. Fuatilia. Juzi pekona na malalamiko ya watu wa emergency. Watu wa emergency. Aliposti comedian anaitwa Ndutu. Analalamika kama kawaida tulivyolalamika, ile watu wa emergency unapiga namba hiyo chukua tutakuja. Wewe hawaje na hawaje. Sasa tungepeleka na Rwanda sasa. Kwa Tanzania tunauza umeme Rwanda. Ndio. TANESCO tunauzia umeme Rwanda. Kuanzia lini? Bwana. Mkataba ukisha sainiwa tu tunaanza kuuza umeme. Sisi unatutosha? Sisi tunanunua. Sisi tunanunua pengine ambapo kwa sisi tunanunua alafu tunauza. Kuna ule tunaozalisha tunauza. Umeelewa bana? Alafu wewe ngoja nikwambie. Kuna mikoa wananunua umeme kutoka nchi nyingine. Kwa sababu mimi mikoa miwili ndio ninayojua ambayo haidepend. Sijui kama sasa hivi imeacha. Haidepend TANESCO. Mikoa gani na mikoa gani? Kuna either ni Mtwara na kuna mkoa mwingine sitaki kutaja nikakosea, lakini upo mkoa ambao hautegemei TANESCO. Sisi tunanunua umeme. Sasa kitendo cha kuuza inamaanisha wewe una bidhaa. Inamaanisha wewe umetosheka. Una bidhaa za kutosheleza, ndio maana inabidi uuze. Yaani hoja yetu hapa sisi sio kupinga. Hoja yetu ni kutaka ufafanuzi wa kwamba tumetosheka, kwamba kweli umeme tulionao sisi unatutosha. Kwa nini tuuze nje? Kwani kuna ubaya gani tukiuza? Kwa sababu hatutoshi sisi. Yaani wewe uuze chakula hoja shiba. Sana mimi sinanunua chakula. Wewe vipi wewe? Kwa sababu kuna kiuhalisia kabisa. Kiuhalisia. Wewe aliyesa tawai tusinunue gazeti tusomee. Tunasomeni. Tusomee hiyo taarifa. Yaani iko hivi. Fuatilia. Yaani hapo hata kama bila kusoma, hata bila kunini, ni umeme unauzwa Rwanda. Sasa ndo tunajaribu kuuliza sisi huku kwamba je, sisi tuko proper? Tuko proper? Unatosheleza? Nini? Nini? Kwa hiyo taarifa haijifichi. Yaani kwani nyinyi mbona kuna shida umeme? Sio shida. Sisi hatuna shida. Hatuna shida. Lakini ndo tumejaribu kuuliza tu hayo maswali mawili mepesi kwamba je, sisi umeme unatutosha?